Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Lazima leo ujue kwamba Mungu anaweza kuruhusu vitu vya ajabu ajabu au vitu vya kijinga kijinga au vitu hatari kwenye maisha yako, ili iwe ni darasa na somo kwenye maisha yako. Mungu anapokuita au anapohitaji akutumikie au amini umtumikie, muda mwingine wengi huwa tunaanza kupitia majaribu, vita, vikwazo, vizuizi, magonjwa, umaskini, kuferi, kupigwa vita. Muda mwingine kuumizwa, kuonewa, kukataliwa na kuzungukwa kutaka kabisa kuuawa. Haya yote si kusema Mungu anakuwa hayaoni na au muda mwingine hawezi kukuokoa kwa hayo. Na anaweza kuruhusu na unaweza kuomba asiyaondoe. Ni kwa sababu haya yote ni madarasa ambayo anapitishwa mtu ili aje aive. Mwalimu aliyesoma mafanikio tu hataweza kuwafundisha watu namna ya kushinda vikwazo. Lakini mafanikio ya kweli yapo katika kushinda vikwazo, hayapo tu katika njia za kufanikiwa. Njia za kufanikiwa kirahisi huwa zinavutia sana, lakini kikwazo kinapotokea wengi huwa hatujui namna ya kutoka, na hapo ndipo tunafilisika. Kwa hiyo Mungu anaruhusu hayo yote, matatizo, vizuizi, vikwazo, umaskini, kudhulumiwa, kuibiwa, kutapeliwa, kukataliwa, kufungwa magerezani, muda mwingine kuchukiwa hata na kila mtu bila sababu na watu wa karibu. Hiyo yote Mungu anaruhusu ili kusudi ukomae, uwe na misuli ya imani. Anaruhusu hayo yote ili upate darasa la kushindana na kufundisha watu wengine, kwa sababu huwezi ukafundisha kile usichokijua. Na unapoona umepitia magumu mengi, vikwazo vingi, kudhulumiwa sana, kuibiwa sana, uchafu wa kila aina umeupitia, ina maana wewe utakuwa ni mwalimu mzuri sana wa kuweza kuwaongoza watu wengi kuepukana na yale ambayo yaliweza kukuzuia wewe. Kwa Mungu kama amekuchagua, haujachaguliwa kwa ajili yako mwenyewe. Umechaguliwa kwa ajili ya kuokoa watu wengine wasije wakaingia kwenye matatizo mengine kama yako. Kumbuka, Mungu anapokuchagua hauchaguliwi kwenda kula raha, bali unachaguliwa kama mbegu ya kuzuia mabaya hayo yasiendelee kuinuka. Ndio maana siku moja lazima ujue, ili mbegu izae matunda au ili mti uzae matunda, ni lazima mbegu izikwe, ife, ndipo itatoa matunda. Kwa hiyo wewe unapoitwa na Mungu ni kama mbegu ile inayokufa ili iweze kuzaa wengi watakaostawi. Nikiwa na maana gani? Wewe unajitoa kama sadaka kwa ajili ya watu wengine wasije wakapata majanga na matatizo uliopitia wewe. Ndio maana Mungu anakupitisha hayo. Sasa ukiwa unaingia kwenye utumishi kwa ajili ya maslahi yako na kwa ajili ya kupata raha, ni bora ukimbie utumishi, kwa sababu Mungu anakuwa amekutoa kama mbegu. Yesu Kristo alikuja duniani akafa ili sisi tuokolewe. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kuwa maskini sisi tumekuwa tajiri. Kwa Mungu ukiona amekuita, na wewe Mungu ameamua kukutoa kama sadaka, kama dhabihu. Ndio maana wale watu waliotolewa kama sadaka na dhabihu, wengi shetani anawadanganya, wanamwacha Mungu, wanaanza kumtumikia shetani kwa sababu ya tamaa za mwili, macho na kiburi cha uzima. Ndio kitu kilichomtokea Adam, ndio kitu kilichokuwa kinamshawishi Yesu amwache Mungu. Ndio kitu ambacho kimeharibu watumishi wengi, ni mambo ya kimwili. Tunaona Esau anapoteza haki yake ya uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa na tamaa, kwa sababu alishindwa kuvumilia Mungu anayompitisha kama njaa, vikwazo, vizuizi. Yesu mwenyewe alipopitia njaa, hata shetani alimlazimisha vipi, lakini akashinda hiyo. Lakini Adam alishindwa, Esau akashindwa. Kwa hiyo ile kusudi ya Mungu ikawa imekufa. Mamilioni ya watu lazima tujue, tunapoitwa sisi ni dhabihu. Tunapopenda kuwa na raha na starehe, ina maana mwisho wa mwisho tutaweza kuharibiwa. Tunamwona Musa anajitoa kama dhabihu, hakuna siku aliwahi kupata furaha, na mwisho wa mwisho matokeo yake Mungu alikuja akamuua. Tunaona watu wengi, kwa mfano kama
Elia hada anatafuta kutaka kuuawa. Tunamwona wakina Yeremia ana wito wa Mungu, lakini anarushwa hadi kwenye shimo fulani wanataka kumaliza. Tunaona wakina Isaya, tunaona watumishi wengi ambao waliweza kupitia magumu. Tunaona wakina Daniel yaliyowatokea, tunaona wakina Meshaki na Abednego, yani wanajitoa ili kizazi fulani kipate furaha. Tunaona wakina Esther, wakina Mordekai wanajitoa kwa ajili ya kizazi fulani kisije kikaangamizwa na kupata majanga kama wao walioyapata. Kwa hiyo mimi nikwambie nini? Ninachojaribu kukwambia ni kwamba Mungu anakupitisha darasa kwa kukupitisha magumu ili uje uwe ni chachu ya kuwafundisha wengine wasije wakapitia hayo. Wengine unakuta ni mtumishi lakini aliwahi kuwa mzinzi sana, shoga, mlawiti, mbakaji, mlawiti, lakini baadaye Mungu akamuokoa, na huyo sasa anatumika kama njia ya kuwasaidia wengine wasije wakadondoka kwenye hayo. Sasa wengine wao wanaona aibu kuwafundisha watu, na wakati Mungu amekuokoa ili uwasaidie watu wengine, kwa sababu hakuna kitu cha aibu, na duniani hakuna mtu asiyetenda dhambi yoyote. Kuna mwingine unaweza kukuta alikuwa kahaba, Mungu akamuokoa akamtumia kama mtumishi. Tunaona wengi kwenye utumishi waliitwa wakiwa kwenye majanga. Tunamwona Paulo alikuwa muuaji, lakini Mungu akamuita na amemtumia kwa viwango vikubwa kuwaokoa watu wengine. Tunamwona Isaya anakuambia mimi nina midomo michafu, lakini Mungu anaitakasa midomo yake. Tunaona Musa mwenyewe aliwaua watu, alikuwa ni muuaji, lakini pia alikuwa na midomo isiyo na tohara, isiyoweza kuongea, lakini Mungu akawa na midomo yake. Tunaona Yeremia anasema mimi ni mtoto, lakini Mungu akamwezesha. Kwa hiyo udhaifu wako sio kigezo cha kwamba Mungu hatakutumia. Na mda mwingine majaribu umeyapitia, uzinzi umeupitia, vikwazo umepitia, umekataliwa, umeibiwa, umetapeliwa, umefilisiwa, umedhulumiwa. Hayo yote ni kukufundisha ili ujue namna ya kuja kuwaongoza watu wengine na kuwapa akili ili wasije wakatapeliwa. Na mwingine anaweza kukupitisha kwenye madhabahu fulani ambayo si sawa ili aweze kukuonesha madudu yatakayotokea ili baadaye usije na wewe ukafanya mambo kama hayo. Kwa hiyo kubali kusoma, kubali kujifunza kupitia majaribu, maana ni kupitia kujaribiwa kwako imani yako unapata saburi, na saburi inakuwa kamili. Kusoma kitabu cha Yohana 1:1 kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 4, na kile kitabu cha Zaburi 23. Na wapenda, usiogope. Vita ni vizuri kwa sababu vinakupa darasa. Majaribu ni mazuri, yanakupa darasa. Vitu mbalimbali, mambo mbalimbali ambayo unaona ndugu wanakukataa, mara vita kazini, mara unadhulumiwa, mara tabia mbaya zinakuandama, mara. Kwa hiyo pambana kumpenda Mungu. Jua Mungu ameweka kusudi kubwa ndani yako, na hayo yatakuwa ni madarasa kwa watu wengine ili kuwaepusha watu na kuwafundisha watu wengine waweze kushinda hali hizo zinazotesa maisha yao. Nakupenda. God bless you. Be a shining star. In Jesus' mighty name. Amen. Shalom.